Dodoma, saa 1 asubuhi. Upepo mkavu wa mlima ukipiga nyuso za vijana waliobeba ndoto zao kwa migongo. Ndani ya geti la Chuo Kikuu cha Dodoma, maisha ya chuo yalikuwa na sura mbili. Ile inayochekesha na jua la mchana na ile ya giza usiku, ya mapenzi, tamaa na siri nzito zinazotetemesha moyo wa mtu mzima. Sare za wanafunzi ziliangaza jua la Dodoma. Wasichana wakiwa na mashati meupe yamebanana kifua, vikoti vyekundu casual na sketi fupi zinazocheza na upepo, huku wavulana wakiwa kama makomando wapenzi. Mashati meupe safi, vikoti vyekundu na suruali zilizonyoka hadi chini. Lakini ndani ya hizo sare walibeba mioyo iliyochafuka na mapenzi yaliyopitiliza darasa. Stacy Mwakipisile, mtoto wa kishua kutoka Mbeya, alikuwa maarufu chuoni. Sio kwa sababu ya uzuri wake pekee, bali kwa tabasamu la hatari ambalo lingeweza kuharibu ndoa ya askofu. Lakini kwa bahati mbaya au nzuri, moyo wake ulikwisha poromoka kwa mtu ambaye hakutakiwa hata kuangalia sura yake vibaya. Profesa Mshana, mhadhiri wa fasihi, mwenye umri wa miaka 42, mume wa mtu na baba wa watoto wawili walioko Dar es Salaam. Mapenzi yao hayakujengwa kwenye maua na shairi, yalijengwa kwenye majaribio ya group discussion, sauti ya profesa darasani na vikao vya kitaaluma nyuma ya blind za ofisi. Walianza kwa majaribio ya kisomi, wakajikuta kwenye majaribio ya vitandani. Wakati huo huo, kwenye hostel za wasichana, Angelina, rafiki wa karibu wa Stacy, alikuwa na lake. Aliwahi kumwambia Stacy kuwa wanaume wa vyuoni hamwaminiki. Lakini usiku ule alilala kwenye mikono ya Ray, kijana wa kisana kutoka Dar, ambaye aliweza kuchora hisia kwa penseli ya HB. Wote wawili walikuwa na makovu ya mapenzi ya zamani, lakini walijifariji kwa mguso wa ngozi na maneno matamu usiku. Walikuwa kama wapenzi kwenye huba zito lisiloelezeka. Wanapendana kisirisiri, wanakutana gizani na kesho wakisalimiana kana kwamba hawajuani. Dunia ya chuo ikazidi kuwa moto. Lakini moto wa chuo si wa kupika uji, ni wa kuchoma moyo. Janet, mwanafunzi wa sheria, alikuwa kimya lakini mjanja. Aligundua kuwa Stacy na profesa wanacheza na moto na akaanza kufuatilia. Janet alikuwa na historia yake. Alishawahi kulogwa na mhadhiri Dar, akanyweshwa dawa ya mapenzi na akashindwa kuhitimu mwaka mzima. Alipona kwa nguvu za bibi yake wa kinyasini na sasa moyo wake ulikuwa mgumu kama jiwe. Alijua harufu ya penzi lililojaa ushawishi wa pesa na mamlaka. Akaapa kumwanika Stacy. Siku moja, profesa alimpeleka Stacy katika hoteli ya kifahari eneo la Makole. Wakiwa chumbani, simu ya Stacy ikaita. Ilikuwa mama yake kutoka Mbeya. "Stacy, mtoto wangu, nakusikia mbali," mama alilia. Stacy alitabasamu kikatili na kuikata simu. Mapenzi yamemhaa. Kitu ambacho hakujua ni kuwa Stacy naye tayari alishaingia kwenye dunia ya giza. Alipewa hirizi na profesa aliyetumia nguvu za kipepo kumfunga asimchepuke. Alikuwa mrembo kwa nje, lakini ndani moyo wake ulikuwa unaliwa kidogo kidogo. Na huku hostel ya wavulana, Ray alikuwa akihisi mabadiliko. Angelina alianza kuwa baridi, message hazijibiwi, na kila akimwangalia machoni, hakumuona tena yule msichana wa mwanzo. Ukweli ni kuwa Angelina alishaingia kwenye mtego wa tajiri mmoja mfadhili, mfanyabiashara wa madini kutoka Arusha, ambaye alimpata kupitia app ya Scholar Sugar. Ray alijua kuna kitu kibaya kinakuja, lakini alinyamaza. Mapenzi ni kama sumu, ukishameza huwezi rudisha. Wakati haya yote yanatokea Dodoma, huko Dar, mke wa Profesa Mshana, Mama Deborah, aliingia kwenye simu ya mumewe bila ruhusa. Alikuta picha ya Stacy akiwa na kitambaa cha chooni na ujumbe ukisema, "You made me wet again, daddy." Moyo wa Deborah ulipasuka vipande viwili. Aliamua kumpigia dada yake aliyoko Chalinze amtafutie mtaalamu wa kumfungia Stacy milele. Mapenzi ya chuo sasa yakaanza kuwa ya kichawi. Siri ya huba yakageuka jinamizi. Siku moja, wakati Stacy anapita karibu na hall ya mihadhara, alizimia ghafla. Alipoamshwa, macho yake yalikuwa meupe. Alikuwa anasema maneno ya ajabu. "Huba haifi, huba ni roho." Wanafunzi walikimbia, wengine wakapiga live TikTok. Janet alijua sasa ni wakati wa kulipiza. Siku 3 baada ya Stacy kuzimia mbele ya ukumbi wa BLT, hali ya chuo ilibadilika kabisa. Mitaa ya Dodoma ikazungumzwa na jina lake na baadhi ya wanafunzi wakaanza kumnyima salamu kana kwamba alikuwa laana.
Kwenye redio ya ndani ya chuo, kulitangazwa kuwa mwanafunzi mmoja alipata mshtuko wa moyo wa ghafla, lakini wale waliomuona walijua kilichotokea si cha kawaida. Stacy hakuzimia kama mgonjwa, alilaaniwa. Alianza kuota ndoto mbaya. Usiku aliona mwanamke mzee akimnyonya moyo, akamwambia, mapenzi ya waliofungwa huambukiza kama pepo. Wakati huo Profesa Mshana alikuwa mbali. Alijua aliyemfanyia Stacy alikuwa Deborah, mke wake, mama wa watoto wake. Alimpigia Deborah usiku wa manane. Umeniwekea doa kwenye moyo wangu. Deborah akajibu kwa utulivu, kama ungekuwa na moyo, usingeutoa kwa mtoto wa sketi fupi. Simu ikakatika. Profesa akaangalia kioni. Nywele zake zilianza kuota weupe. Nguvu za mapenzi zilianza kumgeuka. Janet, akiwa na ushahidi wa picha, meseji na sauti, alikaa na Dean of Students, lakini hakutaka kuharibu maisha ya Stacy. Alitaka kitu cha thamani zaidi. Nipatie nafasi ya internship pale Wizara ya Sheria au naachia screenshot kwa blogs zote, akasema. Dean akatetemeka kwa sababu picha hizo zilimjumuisha hata yeye akiwa na mwanafunzi wa mwaka wa kwanza. Sasa chuo kikawa kimeshikwa mateka na siri ya Huba. Na mbali na hapo, katika kona ya kivuli cha jiji la Mbeya, mama yake Stacy aliota ndoto nzito. Binti yake alivutwa chini ya bahari ya damu na mamba mweusi akimlamba tumboni. Alipoamuka, alichukua simu na kumpigia mchungaji mmoja maarufu wa Mbeya, Mtume Japeth wa Nanzovwe Revival Fire Ministry. Mtume akasema, mtoto wako yupo ndani ya laana ya Huba. Moyo wake haupigi kwa damu ya mwanadamu tena. Chuo kigeuka kaburi la siri. Wanafunzi waliokuwa wakicheka na kupiga picha kwenye TikTok sasa walitembea kwa tahadhari. Kila mtu alihisi kuna kitu si cha kawaida. Angelina, aliyekuwa ni nyamaza siku kadha, alianza kutokwa na damu puani kila akimtaja Ray. Kila alipoandika jina la Ray kwenye daftari, herufi ziligeuka kuwa majoka yanayotambaa. Aliamua kumfuata mchawi mmoja mjini, Mama Malembeka wa Changombe, mtaalamu wa kuzima mapenzi ya mzimu. Binti huyu hajalaliwa kuwa na mmoja, moyo wake ni njia ya watu wengi, alisema Mama Malembeka baada ya kuchoma ubani mweusi. Angelina alikubali apewe hirizi ya kufunga Ray, lakini hakujua kuwa hirizi hiyo pia ilifunga kizazi chake. Siku alipojaribu kumwomba Ray mtoto wa kusingizia, alizimia. Kwenye ndoto aliona mtoto wake akiwa na kichwa cha nyoka. Ray kwa upande wake, alianza kuumwa kichwa kila usiku wa saa 3. Aliota Stacy akimuita kwenye giza, akamwambia, naogopa kuingia kaburini pekee. Alipoamuka, akaamua kwenda kufunga na kuomba pale kanisa la ndani ya Udom. Mchungaji alipomwangalia tu, akasema, bado roho ya uzinzi na kuvuta, ulishiriki dhambi na waliolaaniwa. Wakati huo huo, Janet alipokea simu kutoka kwa mtu asiyejulikana. Sisi tunajua unavyochimba, kwa hivyo siri zako zipo mikononi mwetu. Simu ikakatika. Janet aliogopa, akakimbilia chumbani kwake. Kitandani alikuta damu ikiwa imeandikwa, huwezi kuzima Huba. Dar es Salaam Mikocheni, mke wa Profesa Mshana, Deborah, aliitwa kwenye kikao cha kina mama wa kanisa. Walimtaka msamehe mumewe, arudi nyumbani na avae vazi la poleni. Lakini Deborah alikuwa tayari amesoma maandiko ya kale ya kitabu cha Kifusi cha Mapenzi ya Laana kilichopatikana kwa wachawi wa Msasani. Alikifungua usiku, akajifunza namna ya kufunga mtu kwa kivuli cha roho yake mwenyewe. Alimwandikia Stacy ujumbe, ulinipokonya mume, sasa na kupokonya maisha. Stacy hakuwa sawa, alianza kulia damu. Wanafunzi wenzake wakampeleka hospitali ya Benjamin Mkapa. Daktari akasema hana tatizo lolote la kawaida. Akalala usiku huo, lakini saa 6 akazinduka na kukuta miguuni mwake kuna mchanga wa makaburi. Akaandika kwenye diary yake, mapenzi haya hayanipeleki peponi, naenda motoni kwa upendo. Mbali na hapo, katika jiji la Mbeya, Mtume Japeth akapokea maono kuwa chuo kikuu cha Dodoma kinazama kwenye giza la kipepo.
akaamua kuja Dodoma kwa crusade ya siku 3. Usiku wa kwanza mvua kubwa ilinyesha bila sababu, viti vikaanguka, taa zikasambaratika. Mtume alipaza sauti, "Wako hapa wanafunzi waliolala na walimu kwa alama, leo huba inavunjwa." Mara Stacy akainuka kwenye giza, macho yake yakiwa meupe, sauti ikawa nzito, "Huba haufi, huba ni mguu mpya." Watu wakapiga kelele, wengine wakakimbia. Mtume alipiga maombi, lakini taa zote zilikatika. Giza likatawala Dodoma. Sauti ya Stacy ikasikika, "Tutakutana Dar, halafu Mbeya, hadi mwisho wa dunia."